hali ya ulinzi na usalama kwa mkoa wetu wa Mwanza imeendelea kuwa shwari, japo kuna matukio ambayo yanajitokeza, na Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na wananchi mbalimbali, mamlaka mbalimbali za serikali, vikiwepo vyombo vya usalama katika mkoa, tumeendelea kuyashughulikia matukio hayo kwa kufuata taratibu na sheria zilizowekwa. Na yale yanayohusiana na uhalifu, wale wahalifu wamekuwa wakishughulikiwa kwa kufikishwa katika vyombo vya kisheria. Lakini kwa ujumla hali ya ulinzi na usalama imeendelea kuwa katika kiwango cha kuridhisha. Wananchi wa mkoa wa Mwanza kote wanafanya shughuli zao katika hali ya utulivu, katika hali ya usalama. Hawana shaka, hawana hofu na matukio makubwa ya kihalifu ambayo pengine yanawasababisha wasiweze kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Kwa utangulizi tu, nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru wakazi wa mkoa wa Mwanza kwa namna ambavyo wameendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi katika kutupatia taarifa za uhalifu na wahalifu, na hivyo kufanya kazi zetu kuendelea kuwa rahisi. Ninawashukuru sana wakazi wa mkoa wa Mwanza. Lakini sambamba na hayo, nimechukua nafasi hii kuwaeleza misako mbalimbali ambayo imefanyika katika mkoa wetu na watu ambao tumeweza kuwakamata. Misako kama ambavyo tunafahamu inalenga kudhibiti matukio ya kihalifu. Ni kwamba katika misako ya kudhibiti matukio ya kihalifu inayoendelea katika kipindi cha tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu hadi tarehe ya leo, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 76 wa makosa mbalimbali ya uhalifu. Makosa waliokamatwa nayo watuhumiwa hawa 76 ni makosa kama ifuatavyo. Wapo watuhumiwa waliopatikana na kupatikana na mali zinazodhaniwa kuwa ni za wizi, watuhumiwa 13. Kupatikana na dawa za kulevya, watuhumiwa 25. Kujihusisha na ukahaba, watuhumiwa 11. Kucheza kamari, watuhumiwa 22. Kukiuka masharti ya leseni za biashara, mtuhumiwa 1. Kupatikana na pombe ya moshi, mtuhumiwa 1. Makosa ya kufanya fujo, watuhumiwa 3. Kupatikana na mali inayodhaniwa kuwa ya wizi, na mali hizo ni hivi vyuma chakavu, watuhumiwa 2. Kukamatwa kwa vijana wanaofanya kazi za kuokota makopo na vyuma mbalimbali, na kwa kutumia kisingizio hicho cha kuokota makopo na vifaa vingine wamekuwa wakijihusisha na matukio ya kihalifu. Watuhumiwa hao ni 16. Katika misako hiyo pia tumeweza kukamata vielelezo mbalimbali vya kufanyia uhalifu ambavyo ni pikipiki 3 zenye namba za usajili MC61 EDA aina ya San LG, MC480 DED aina ya San LG, na pikipiki nyingine 1 ambayo haina namba za usajili. Pikipiki hizi tumezishikilia kwa maana kwamba zimeshikiliwa kwa maana kwamba wamiliki wake hawana uhalali wa kuzimiliki kisheria, lakini pia zimekuwa zikitumika katika kufanya matukio ya kihalifu. Lakini pia tumeweza kukamata mitungi ya gesi aina ya LG, nondo, betri za gari, mizani ya kupimia vyuma chakavu, mafuta madumu 15 ya petroli, masufuria makubwa 2 na simu za aina mbalimbali. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika eneo hili nichukue nafasi hii kufanya ufafanuzi zaidi wa kutosha. Ni kwamba Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza katika kipindi hiki limekuwa likipokea taarifa mbalimbali kutoka kwa wakazi wa jiji la Mwanza
kuhusu kuwepo kwa matukio ya kihalifu ambayo yamekuwa yakifanyika nyakati za mchana, wakati mwingine nyakati za usiku. Matukio hayo ya kihalifu tumekuwa tukipata taarifa kwamba yanahusisha vijana ambao wanatembea katika makundi, hususan katika wilaya ya Ilemela na wilaya ya Nyamagana, makundi kati ya watu 7 mpaka watu 10 ambao wanaokota makopo, lakini kwa mbinu hiyo ya kuokota makopo na chupa za plastiki wamekuwa wakifika kwenye maduka ya watu nyakati za mchana na wakati mwingine nyakati za usiku na kung'oa vyuma katika maduka, ambavyo vyuma hivyo wanakwenda kuviuza kwa maana kwamba ni vyuma chakavu. Sasa vitendo wanavyofanya hivyo ni uhalifu ambao umekuwa ukileta kero kubwa kwa wafanyabiashara na wananchi wengine katika makazi yao ya kuishi. Jeshi la polisi kupitia taarifa hizo tukaamua kufanya misako ili kuwadhibiti wahalifu hao. Kwa hiyo kama nilivyotaja, idadi hiyo wamekamatwa na vifaa ambavyo wamehusika kuviiba kwa kung'oa kwenye nyumba za watu, mafremu ya biashara, na wenyewe tumeweza kuvikamata, lakini pia wamekamatwa watu ambao wamekuwa wakipokea mali hizo za wizi kama nilivyofanua kwenye taarifa yangu. Pamoja na hayo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kwa kutambua kwamba matendo ya wakina mama, wakina dada ambao wanafanya biashara ya uchangudoa pia wanahusika na matukio mengine ya kihalifu, msako kabambe katika wilaya hususan za Nyamagana na Ilemela umekuwa ukifanyika nyakati za usiku, hata wakati mwingine jioni, ambapo tumeweza kuwakamata wakina dada hao ambao wanafanya biashara ya kuuza miili yao, lakini tunazo taarifa kwamba wakati mwingine ushirikiana na wahalifu katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo na wenyewe wameshikiliwa katika idadi hiyo niliyoieleza, watafikishwa mahakamani kwa makosa ambayo wanatuhumiwa kuyafanya, likiwepo hilo la kufanya biashara ya uchangudoa ambayo kwa mujibu wa sheria inakatazwa. Lakini sambamba na hilo, ndugu waandishi wa habari, jeshi la polisi tumeendesha misako mingine kwa ajili ya kupita. Askari wetu wa upelelezi wamepita katika nyumba za kulala wageni, kwa sababu sheria zinaturuhusu jeshi la polisi kupita kwenye nyumba za kulala wageni kwa ajili ya kufuatilia matukio mbalimbali ya uhalifu na wahalifu. Katika kufanya hivyo, wapo walioojiwa, lakini wale wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanya biashara huku wakiwa wamekiuka masharti ya leseni zao, na wenyewe wameshikiliwa ili waweze kufikishwa mahakamani kwa kukiuka sheria hizo. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza kupitia sasa taarifa hii ambayo nimeifafanua sasa kwa kina, linapenda kutoa wito kwa wakazi wa mkoa wa Mwanza waendelee kuliamini jeshi la polisi na kutupatia taarifa zinazohusu uhalifu na wahalifu popote pale walipo. Wananchi wajitokeze kwa jeshi la polisi, watoe taarifa. Kwa jeshi la polisi nina maana gani? Wananchi wajitokeze kwa maafisa wa polisi ngazi za wilaya, ngazi za vituo wapelelezi, lakini wajitokeze kwa maafisa wa polisi hususan wakaguzi wa kata, ambao kupitia mpango wa wakaguzi wa kata jeshi la polisi limefikisha wakaguzi wa kata katika kata zote zilizopo katika mkoa wetu, kata 381 kote kule kuna wakaguzi wa kata. Ni wawakilishi wa jeshi la polisi kule ambao kazi yao ni kupata taarifa za uhalifu na wahalifu, kuzifikisha kwa wakuu wa polisi wa wilaya, wakuu wa upelelezi wa wilaya, wakuu wa vituo, ili ziweze kufanyiwa uchunguzi, ikiwa ni pamoja na kuwakamata wahalifu wote. Wigo umepanuliwa kwa wananchi katika kufikisha taarifa zao, na ofisi ya kamanda wa polisi ya mkoa na yenyewe imeweka utaratibu kupitia simu yake ya mkononi, na maafisa wengine wako tayari katika kupokea taarifa. Sisi tunatamani kupata taarifa nyingi
za uhalifu na wahalifu ili tuweze kuzifanyia kazi. Hata hivyo, tunaendelea kutumia utaratibu wetu wa kutafuta taarifa kupitia ndani ya Jeshi la Polisi, na taarifa hizo zitaendelea kufanyiwa kazi. Lengo letu ni kuona mkoa wa Mwanza unaendelea kuwa salama, unaendelea kuwa na utulivu wa kutosha, wananchi wafanye shughuli zao pasipo kusumbuliwa kwa namna yoyote ile na mtu anaitwa mhalifu. Ndugu zangu waandishi wa habari, pia katika kipindi hiki bila shaka sote tunaelewa kwamba tumebakiza takriban wiki 2 na kitu hivi kuelekea siku ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10. Zimebaki siku chache, na kipindi hiki kama ambavyo mnafahamu bado tupo katika kipindi cha kampeni. Vyama mbalimbali vinaendelea kufanya kampeni katika wilaya, katika majimbo mbalimbali ya uchaguzi. Tunachukua nafasi hii kuwakumbusha wakazi wote wa mkoa wa Mwanza wanaopenda kwenda kwenye mikutano hiyo ya kampeni, kwa ngazi ya udiwani, kwa ngazi ya ubunge, kwa ngazi hata ya urais, waende kule wasikilize sera zinazotolewa na viongozi mbalimbali wa kisiasa. Jeshi la Polisi limeendelea kulinda mikutano yote ya kampeni kwa lengo la kuhakikisha kwamba hakuna vurugu, hakuna uvunjifu wowote wa amani katika mikutano hiyo. Kwa hiyo wananchi wajitokeze kwa wingi pasipokuwa na hofu ya aina yoyote kwenda kushiriki haki yao ya kusikiliza sera mbalimbali kutoka kwenye vyama. Sisi Jeshi la Polisi tumeendelea kujipanga vizuri. Mikutano hiyo inao ulinzi wa kutosha wa askari wa Jeshi la Polisi. Pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi wote wa mkoa wa Mwanza ambao tangu kampeni zimeanza wameendelea kuwa watulivu katika mikutano ya kampeni na kutuwezesha sisi Jeshi la Polisi kufanya kazi yetu kwa urahisi ya kuleta amani katika mikutano yote. Hali kadhalika, kwa sababu tarehe 29 ndio hivyo iko karibu, mimi kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza kwa niaba ya askari, maafisa, kwa niaba ya Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza, tunachukua nafasi hii kuambia wakazi wote wa mkoa wa Mwanza, siku ya kupiga kura ikifika, waende watimize haki yao ya kidemokrasia. Jeshi la Polisi limeweka mipango mizuri ya kiulinzi kuhakikisha kwamba kila kituo cha kupigia kura kuna ulinzi wa kutosha. Doria za kutosha katika mitaa yote zitakuwepo. Pango imesha andaliwa tayari. Wananchi waende watimize haki yao ya kidemokrasia. Na sisi Jeshi la Polisi tumejipanga ipasavyo kutimiza wajibu wetu kuhakikisha kwamba siku hiyo na siku nyingine zote zinaendelea kuwa za amani, kunaendelea kuwepo na utulivu wa hali ya juu.